futuwa hiya alquwa, ujana ndio nguvu. Kwa hiyo utumie ujana wako vizuri, kwa sababu ujana pia utaulizwa siku ya Kiyama. Mtume anasema la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an arba, unyayo hautaondoka pahala siku ya Kiyama mpaka uulizwe maswali manne. Elimu yako umeitumia vipi? Kama una elimu utaulizwa. Mali yako uliipata vipi na uliitumia vipi? Umri wako uliumaliza katika mambo gani? Mwili wako au ujana wako uliuozesha katika vitu gani? Ujana pia utaulizwa. Kwa hiyo ujana wenu vijana ni muhimu sana. Kama kazi yako kuandamana tu, hujui hata Uislamu wako unazungumzia nini kuhusu maandamano, kuhusu kumezeshwa vitu, uko kwenye mitandao kutwa 24/7 katika kazi yako kutukana tu, tena unawatukana wazee wako, viongozi wako, watu wakubwa, watu wenye heshima. Ujana wako unautumia vibaya. Ujue huu ujana umesifiwa katika Qur'an. Aingia katika suratul Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Hawa walikuwa vijana. Fitya maana yake shabab, fityani, wanasifiwa kwamba amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Uqba ibn Nafi alikuwa kijana. Suleiman al-Qanuni alipochukua nafasi alikuwa kijana. Muhammad al-Fatih alipotawazwa alikuwa kijana, miaka 21 tu ameifungua Konstantinia. Leo miaka 21 kijana wetu bado yuko nyumbani anagombania remote na wadogo zake. Bado anauliza mama umepika nini? Wenzake walikuwa wanaongoza dola. Katika umri kama wako wenzako walikuwa yujayishuna aljuyush kwa ajili ya mahariki islamia. Usipochunga kijana, utakuwa wewe kazi yako kwenda kwa babako na mamako unauliza chakula tu kila siku, wakati wewe sasa umefika wakati kuwapelekea wao chakula. Anza kubadilika, kwa sababu ujana wako huo ndio utakaolea uzee wako.